BMP TV Professional Update. Habari ya mida ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo, sauti yako ya uhakika ya habari, uchambuzi na matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Mimi bila pengo ulu na kuletea taarifa kamili kutoka hapa BMP TV online. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu yote ya kidijitali. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Na huu ni mtasari wa habari. DRC. Mji wa Bukavu, makao makuu ya jimbo la Kivu Kusini, unatajwa kuwa kitovu cha mivutano mipya ya kisiasa na ya kiusalama baada ya kuwepo kwa taarifa kwamba mpango wa waziri mdogo wa ulinzi haujapangwa kuchapishwa rasmi. Moja kwa moja kutoka mkuu Kivu Kusini, taarifa zinaarifu kuwasili kwa makundi ya msaada ya wapiganaji wa Wazalendo. Tukio hili limeambatana na mkutano mkubwa wa hadhara unaoendelea hivi sasa kati ya Wazalendo na wananchi wa eneo hilo. Kuna na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Bukavu, mji wa kihistoria ulioko kando ya ziwa Kivu, umeingia tena kwenye upeo wa macho kitaifa na kimataifa kufuatia taarifa zinazozungumzwa kwa sauti kubwa kuhusu uwepo wa hali ya sintofahamu baada ya mpango uliotajwa wa waziri mdogo wa ulinzi kushindwa kuchapishwa kwa wakati au kutopelekwa kwa umma kama ulivyotarajiwa. Taarifa hizi zimeibua hali ya taharuki miongoni mwa wananchi na viongozi wa kiraia, ambapo kauli ya wazi imetolewa kwamba Bukavu lazima ijipange sawa kwa sababu kitawaka pale grave. Mtazamo wa kisiasa. Wachambuzi wa siasa za Kivu Kusini wanabashiri kwamba hali hii ni ishara ya migongano ya kimamlaka, ambapo mipango ya kitaifa inagongana na matarajio ya wakazi wa eneo hilo. Bukavu imekuwa mara nyingi uwanja wa mapambano ya kisiasa na kijamii, ikizingatiwa ni lango kuu la kiuchumi linalounganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi jirani kama Rwanda na Burundi. Profesa mmoja wa siasa kutoka Chuo Kikuu cha Bukavu ameeleza, kile kinachoonekana sasa ni mchezo mkubwa wa nguvu. Wananchi wanasikia kuwa kuna kitu kinafichwa, na hii inaweza kuzua mshindo wa kisiasa. Bukavu si mji mdogo, ni kioo cha Kivu Kusini. Mtazamo wa kiusalama. Bukavu imekuwa ikihusishwa mara kwa mara na harakati za vikundi vya kivita na uasi, hasa kutokana na ukaribu wake na maeneo yenye machafuko mashariki mwa Kongo. Wananchi kadhaa walioulizwa mtaani wamesema wako tayari kwa hali yoyote. Mzee mmoja mkazi wa Kadutu alisema kwa sauti ya tahadhari, hii si mara ya kwanza tunasikia mambo ya ulinzi kufichwa, lakini safari hii tunaambiwa mjipange, basi lazima kieleweke. Hii inaleta wasiwasi mkubwa. Maombi ya wananchi. Wengine wanaona ni mbinu ya kisiasa inayolenga kuwatisha wananchi ili kudhibiti maandamano au upinzani. Vijana wa mashirika ya kiraia wameeleza kutoridhishwa na ukimya wa serikali kuu, wakitaka uwazi zaidi. Wafanyabiashara wa sokoni Bukavu wanasema kwamba habari hizi zinawavurugia biashara kwa kuogopa ghasia zinazoweza kulipuka ghafla. Kauli za uelewa wa kimataifa. Mashirika ya kimataifa yanayofuatilia hali ya usalama katika eneo la maziwa makuu yameonyesha kwamba Bukavu inaweza kuwa kitovu cha mivutano mikubwa endapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Shirika moja la kimataifa limeeleza kwamba ishara za moto wa kisiasa zikiwasha Bukavu zinaweza kuenea kwa haraka hadi jimbo zima la Kivu Kusini na hata kuvuka mipaka. Historia fupi ya Bukavu. Mji huu mara nyingi umekuwa jukwaa la mikutano ya amani, maandamano ya wananchi, lakini pia mapigano ya kijeshi katika nyakati tofauti za historia ya mashariki mwa Kongo. Kwa hivyo kauli kama kitawaka pale grave zinapopewa uzito na wananchi, zinaibua kumbukumbu za miaka ya vurugu na vita vilivyo ligharimu taifa. Hali ya Bukavu kwa sasa ni vuta ni kuvute, inayotazamiwa kwa karibu na kila upande. Serikali, vyombo vya usalama, wananchi, wanaharakati na hata jumuiya ya kimataifa. Swali kuu ni je, mpango wa waziri mdogo wa ulinzi utakuja kuwekwa wazi kwa wananchi? Na je, Bukavu inaweza
kudumisha amani na mshikamano au kweli kitawaka kama inavyotajwa. Kwa sasa macho na masikio ya taifa na dunia nzima yapo Bukavu. Hiyo ilikuwa ni taarifa kutoka Bukavu. Tujielekeze moja kwa moja Mukuu, Kivu Kusini. Taarifa zinaarifu kuwasili kwa makundi ya msaada ya wapiganaji wa wazalendo. Tukio hili limeambatana na mkutano mkubwa wa hadhara unaoendelea hivi sasa kati ya wazalendo hao na wananchi wa eneo hilo. Wachambuzi wanasema hali ni tukio la kihistoria linaloweza kubadilisha mtiririko wa siasa, usalama na mshikamano wa kijamii katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutoka kijiji cha Mkuu, hali ni ya shauku na msisimko mkubwa baada ya kuwasili kwa vikundi vya msaada vya wapiganaji wa wazalendo maarufu kama wazalendo. Tukio hili limepambwa na mikutano ya hadhara ambapo wananchi wa Mkuu na maeneo jirani wamejitokeza kwa wingi kushiriki, kushangilia na kutoa ujumbe wa mshikamano na wapiganaji hao. Mashuhuda waliopo eneo la tukio wanasema mitaa ya Mkuu imejaa mabango, nyimbo na kauli mbiu za utaifa. Wananchi wameshuhudia magari na msururu wa vijana wa wazalendo wakiwasili wakipokelewa kwa vifijo na nderemo. Wazee wa kijiji, viongozi wa kiraia na hata viongozi wa dini wamehudhuria, wakihimiza mshikamano wa kijamii. Mwananchi mmoja kijana aliyejitambulisha kama Pascal amesema, leo Mkuu imeamka, wazalendo wamekuja sio tu kwa ajili ya kivita, bali pia kwa ajili ya mshikamano na kuonesha kwamba hatuko peke yetu. Maana ya kuwasili kwa wazalendo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwasili kwa vikundi hivi kunaajiri katika kipindi ambacho Kivu Kusini na mikoa jirani viko katika hali tete, huku taarifa za mivutano, uasi na mashambulizi zikisambaa. Kwa mujibu wa mtaalamu mmoja wa siasa kutoka Goma, hii ni ishara kwamba wazalendo wanapanua ushawishi wao kutoka mashariki ya mbali hadi maeneo ya ndani. Mkuu sasa ni jukwaa la kuonesha nguvu na kujaribu kuunganisha raia. Mkutano wa hadhara. Mkutano unaendelea sasa umewashirikisha mamia ya wananchi waliojitokeza kusikiliza hotuba, nyimbo za uzalendo na wito wa mshikamano. Wazalendo wametumia fursa hiyo kusisitiza dhamira yao ya kupigania ardhi ya Kongo na kupinga uingiliaji wa wageni. Mmoja wa wazee mashuhuri wa Mkuu alisimama na kusema, tumechoka kusikia vita na mateso. Leo tunaona damu mpya ya kizalendo. Tunataka mshikamano na amani ya kweli. Wanawake waliokuwa sokoni pia walijitokeza wakisema, tukio hili limeongeza matumaini kwao. Mama mmoja alibeba mtoto mgongoni huku akipiga makofi akisema, mwanangu akuwe kwenye nchi yenye amani, sio ya mivita kila siku. Leo naona matumaini. Mtazamo wa kimataifa. Wakati wananchi wa Mkuu wakiendelea na shangwe, jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia hali hii kwa karibu. Mashirika ya uchambuzi wa usalama yanasema kuongezeka kwa ushawishi wa wazalendo kunaweza kuwa na manufaa makubwa endapo kitakuwapo kipengele cha kisiasa cha kuunganisha, lakini pia kinaweza kuongeza mivutano na hatari ya ghasia ikiwa haitasimamiwa ipasavyo. Mtaalamu mmoja wa diplomasia kikanda alihoji, hii ni nguvu ya wananchi, lakini swali ni je, serikali kuu itakubaliana nao au itawaona kama changamoto? Historia ya harakati za wazalendo. Harakati za wazalendo zimetokana na wito wa kulinda ardhi ya taifa na kuzuia uvamizi kutoka nje. Kwa miaka kadhaa sasa wamekuwa wakijitokeza kama sauti ya wananchi wa mashariki wanaohisi kutekelezwa na serikali kuu. Mkuu sasa imeingia kwenye historia kwa kuwa mojawapo ya vituo vinavyotambulika rasmi kama kuwapokea. Maoni ya wananchi. Vijana wanaona huu ni mwanzo wa enzi mpya ya mshikamano. Wanawake wanaona kama ujumbe wa matumaini kwa familia zao. Wazee wanasema hii ni kumbukumbu ya enzi ya mapambano ya ukombozi. Mwanaharakati mmoja wa kijamii alimalizia kwa kusema, huu ni wakati wa kuandika historia mpya. Mkuu imeonyesha mfano na sasa macho ya Kivu Kusini na ya taifa lote yapo hapa. Tukio la leo Mkuu linachukuliwa kama alama ya nguvu ya wananchi, ambapo wazalendo na raia wamekutana kwa lengo la mshikamano na utetezi wa taifa. Hata hivyo, maswali makubwa bado yamebaki. Je, ushawishi huu utapelekwa katika mchakato amani na siasa za kitaifa?
au utaishia kuwa nguvu ya kijeshi inayoweza kuibua hofu mpya. Kwa sasa mkuu ni kitovu cha taharuki, matumaini, mshikamano na historia mpya. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. BMP TV Professional Update.